hali sio nzuri sana. Kwa kifupi, mvua imenyesha takriban ya saa moja. Maji yamejaa sana. Na hisi kuna watu wengine mpaka sasa hivi hata makazi ya kulala wanawaza sasa hivi watalala sehemu gani sasa. Hali kama itaendelea hivi, naona hali itakuwa sio nzuri. Labda Mwenyezi Mungu aweze kuepusha milipuko ya maradhi, lakini kama itaendelea hivi, nahisi hata hali ya hewa itakuwa ni mbaya sana. Kuna barabara kama unavyoiona hapa mwandishi, ni barabara ambayo ni kubwa sana ambayo inapitisha watu, lakini hao watu sasa pa kupitia hakuna. Yaani barabara imejaa maji. Muda ulioisha kama dakika 15 zilizoisha, kuna mama alikuwa anaenda kwenye ibada, alikuwa akiwa na watoto wawili. Amedondoka hapa, tumemsaidia kwa kweli, alikuwa tuwapoteze wale watoto, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, wale watoto na mama wote wametoka wakiwa salama. Kwa kweli tuna changamoto kubwa sana. Kwa sasa na maana athari ni kubwa kwa sababu barabara kwa upande wa pale chini imekatika, maana yake wenye magari, wenye pikipiki hawawezi kupita, lakini nyumba pia kama unavyoona sehemu hizi hapa zote maji yamejaa kwenye nyumba. Hapo chini tuna taasisi 3, kuna shule na kuna misikiti miwili. Yote watu hawezi kwenda kuswali kwa sababu misikiti imezingirwa na maji. Juhudi ya haraka ambayo tunahitaji ni kuzibua connection, yani mkusanyiko wa maji kule chini ya reli. Maana kule inaonekana pameziba. Kwa hiyo maji yanapokuja kule hayaendi, matokeo yake yanapanda, yanazagaa kwenye miji ya watu. Kwa hiyo huduma ya dharura ambayo tunahitaji kuipata kama sisi wana Malolo, maana sisi ndio tumekuwa kama ni kisiwa cha kupokea maji yanayotoka filter, yanatoka Skanda Mwinyi, yanayotoka Mwanza Road, yote yanakuja huko. Kwa hiyo pakichobolewa kule, pakazibuliwa, maji yakaanza kupita kwenda kule. Tulishafanya usanifu wa awali, tukawasilisha makadirio serikalini. Bado iko kwenye prosesi ili tuweze kujenga mitaro mikubwa ya kupokea haya maji na tuyatembeze mpaka yavuke tuta la reli kule kupeleka mpaka Urambakanyenye. Kwa hiyo stage bado tunaendelea nayo. Lakini kwa hatua tu za ambazo ni za muda mfupi, pia maji haya mitaro imekuwa tukiisafisha kwa maana ili maji yanapokuja yaweze kutembea, isipokuwa leo mvua zimenyesha kidogo kama juu ya wastani. Maana imenyesha mvua kubwa mpaka ile mitaro imeweza kujaa na maji kuruka mitaro kama yanavyoonekana yamesambaa.